بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi hii na kuwepo kwetu sisi katika kikao hiki katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala, atuthibitishie utulivu wa nafsi zetu na atufunike kwa rehema zake na tuzunguke na malaika wake na atutaje mbele ya wale walioko mbele yake. Allahumma amin. Bado naendelea na surati Al-Mu'minun. Katika aya za mwanzo 11 tuliangalia sifa za mu'min, kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema qad aflaha al-mu'minun, amefaulu na kufanikiwa waumini, wakataja wa sifa zao. Baada ya kutaja sifa hizi ambazo kwamba tulizisema kwamba ndio kama personality Mungu anayetaka mtu awe nayo kama Muislamu, shakhsia, utu wa Kiislamu umepambwa kwenye sifa zile. Ukiwa katika zile wewe hunazo, basi wewe una mapungufu. Lakini tukasema pia sifa zile pamoja na uwepo wa sifa nyingi wa tabia njema nyingine hazikutajwa, lakini hizi ni katika za msingi zinazofanya jamii iishi vizuri, kuanzia mtu kuanza ibada na Mola wake kwenye ibada ya swala, lakini kaja pia katika masuala ya zaka, kwa sababu ni fedha yatakiwa izunguke. Mwenyezi Mungu kaleta matajiri na pia kaleta maskini, kaweka maskini kawawezesha wengine wawe matajiri ili watu wasaidiane, na kama sio hivyo hakuna ingekuwa kuna kitu kinachoitwa ajira, sababu kila mtu angekuwa haihitaji mwenzake, ulimwengu usingekwenda. Hii ni kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kitu kinachoitwa zaka ambacho kwamba hii ni kama mhimili wa uendeshaji, kuanzia mambo ya wanadamu ya kawaida mpaka yale ya Mungu. Inapotokea kuna vita, kuna uendeshaji wa daula, basi zaka mojawapo yani chanzo cha fedha. Pia tukazungumza masuala ya heshima, swala la kutunza mtu heshima yake, kwa maana mambo ya kijinsia, tukazungumza amana na ahadi. Hivi vyote tukiviangalia ni vitu vya msingi katika kuhakikisha jamii inakuwa katika hali nzuri. Lakini baada ya kuisha aya hizo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatugusia upande wa asili ya mwanadamu kwa mambo mawili. Malengo yetu kwanza, kutuonyesha ule uduni wetu na udhalili wetu, kwamba sisi tunatokana na nini? Na udongo, na alikuwa hatupo, na Mwenyezi Mungu akatupa utukufu kwa kutufanya sasa tupo. Lakini vile vile aina ya ujaji wetu ambao kwamba ni wa kimaumbile ya kutoka hakuna mpaka kuwepo, haiwi kama vile tumeshushwa tu binadamu upo, lakini kuna atwar, kuna stages, kuna hatua, kuanzia mbegu ya uzazi ikutane na ya mama, ikae miezi 9 tumboni, vipi inalishwa, vipi inaanzishwa, kuanzia kazi ya pande la damu mpaka pande la nyama, mpaka nakuja mifupa, mpaka kuvalishwa mifupa ile nyama, mpaka kupewa roho na mpaka kutoka duniani. Na Mwenyezi Mungu kwa hikima yake hakuzaliwa huyu mtu kama mnyama kazaliwa tu. Kuna mnyama dakika moja tu hapo kwa nyanyuka anza kutembea kwa miguu yake, anakuwa chini ya mamake tu kwa ajili ya kunyonya, lakini akiona majani ala kila kitu. Binadamu tofauti, kila kitu ameanza zero, ni kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Chochote unachokitaka wewe kama binadamu, wa mwanzo mtoto, mwisho wasikia njaa utalia tu, huwezi kusema mimi nina njaa, nina kiu huwezi, na mwanatumbo huwezi. Yabaki mama mtu, baba mtu, wazazi kwa jumla au mlezi ahangaike ajue ni nini
Na kuna wakati kina mama usiku hawalali, kisa mtoto alia, wajua labda ni nini, ni mgonjwa, kumbe ana njaa tu, kumbe anachokula hakimshibishi, ni njaa tu. Udhaifu wa mwanadamu. Yote haya kutuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala udhaifu wetu na nguvu zake, lakini pia namna alivyotufanya sisi tuamkie kwamba tuategemea, anatukata makali ya ule kiburi chetu. Kama laiti ingekuwa wewe baba yako au mama yako hakukufanyia chochote, na wakati baba na mama nao wanaingia kwenye udhaifu mwishoni na watakuhitajia, maisha yangekuwaje kama ulikuwa ukumbuki fadhila? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya maisha ya mwanadamu ameyafanya kwa hikma kubwa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akagusia tena, thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, mtafika mahali mtatoka kwenye udhaifu, mtaingia kwenye nguvu, mtarudi kwenye udhaifu tena, utu uzimani. Nguvu ni ujana hapa, alafu mtaingia kwenye utu uzima, udhaifu, kisha ni wenye kufa, kisha thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun, mtafufuliwa siku ya Kiyama ili sasa mfanyiwe hisabu nini mmefanya kwenye uhai wenu. Baada ya kuona aya hizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa eneo jingine la kulitafakari, ambapo kwamba hili nalo lote malengo yake kama alivyokuwa ile eneo la pili. La kwanza limetaja sifa za imani, eneo la pili limetaja fadhila za Mwenyezi Mungu na minna zake zinazotengeneza mazingira sisi kuwa na imani. Eneo lingine ambalo kwamba analitaja halihusiani na mwanadamu, linahusiana na maslahi ya mwanadamu mengine, ambapo kwamba nalo pia kama tutalizingatia litatengeneza imani kwetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wama kunna 'anil khalqi ghafilin, hakika sisi tumeumba juu yenu mbingu 7, wama kunna 'anil khalqi ghafilin, wala hatakuwa ni wenye kughafilika na viumbe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema tara'iq hapa ni sab'u samawati, ni mbingu 7. Katika lugha ya Kiarabu ni ukisema taraktu shay ay ja'altu ba'dahu fawqa ba'd, ni kuweka juu kitu juu ya kitu, kitu juu ya kitu. Sasa faqila lisamawati tara'iq, ikaitwa mbingu kwamba ni tara'iq lianna ba'dhuha fawqa ba'd, kwa sababu zenyewe moja iko juu ya nyingine, moja iko juu ya nyingine. Wal arabu tusammi kulla shay'in fawqa shay'in tariqa, na Warabu wao katika lugha yao wanaita kile kilichopo juu ya kitu kinaitwa tariqa. Na Mwenyezi Mungu aliposema wama kunna 'anil khalqi ghafilin, wala hatakuwa sisi ni wenye kusahau waja au viumbe, sisi ni kuwasahau na nini? Wamesema wengi wa mufassirun ay 'anil khalqi kullihim, hatukuja wasahau viumbe wote, min an tasquta alaihim fatuhlikahum, kwamba sije ikaja ikawaangukia hii mbingu ikawaangukia na ikawaangamiza. Hatujasahau kwamba duniani pana nini, huko ardhini, sio duniani, ardhini pana nini? Pana viumbe, khalq, haso binadamu, viumbe vyote. Kwa hiyo mbingu haina nini? Haina nguzo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizuia isianguke kama tulivyoona katika ayati zilizopita, na Mwenyezi Mungu kama anatuwekea nini, insurance. Ukifika mahali ukaenda mpaka ukasema kumbe kile kitu kinaelea, hakina kilichoshika juu wala chini, hakuna kinachoegemea, si tutakufa sisi? Mwenyezi Mungu akwambia fanya kazi yako, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kazi yako, mission yako ibada, fuata sheria zangu. Haya, wewe yasikupe tabu, hakuna mbingu itakuanguka ikakuangamiza, usiwe na hofu, kama ilivyokuwa mengine pia ameyachukua, ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, kiumbe chochote katika ardhi Mwenyezi Mungu amekidhaminia yeye nini, riziki yako. Wewe usipate tabu, riziki itakuja tu, muhimu kwako sa'i,
fanya juhud, tafuta, fanya sababu. Jingine ambalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ya pili inayofuata kutuonyesha sasa nguvu zake, fadhila zake, minna zake, anasema wa anzalna minas samai ma'an biqadarin, na tumeteremsha kutoka mbinguni maji tena kwa kiasi. Fa askannahu fil ardh, tukayatuliza katika ardhi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, na sisi kuyaondoa ni wenye uwezo. Ikawa hamna maji hata tone. Aya hii tukiingia kidogo in deep, ni aya ambayo kwamba yani ina mambo mengi ambayo tunayaona sisi kama tabia, ni nature. Wewe waona, chimba kisima hapo utapata maji tu, kama ukikosa hapa utapata pale, mwisho wote wewe wahisi lazima tupate maji, si ndio? By nature tuna mito, tuna bahari, by nature tuna mikondo, tuna maziwa makubwa yenye maji mingi. Wewe waona by nature, lakini sivyo hivyo. Mwenyezi Mungu athibitisha hii, amealeta yeye. Sasa alafu baadaye tuone kuja kuwepo kwa maji ardhini kunatoka wapi? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh, tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi. Kiasi bi maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana vipimo. Chochote anachokileta ni kwa mujibu wa maslahi ya mwanadamu. Ni kama alivyosema vitu kwenye aya nyingine Surat Al-Hijr, wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Hakuna kitu chochote isipokuwa sisi iko kitu tuna hazina nacho. Kitu chochote unachokiona hata kile cha ghali kwamba kukitafuta ni taabu, basi kwa Mwenyezi Mungu kipo hazina kubwa mno. Lakini wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, hatukishushi isipokuwa kwa kiwango maalum. Mwenyezi Mungu anaiendesha hii dunia, ndugu yangu. Hii dunia inaendeshwa na Mungu kwa mipango maalum. Fa askannahu fil ardh, katika aya hii inaonyesha kwamba maji yana aina mbili. Taban waja'alna kulla shay'in min al-ma'i hayy, yani alhaya, uhai unategemea maji kwa asilimia kubwa, bali tunaweza kusema kuna kudiriki maji ndio uhai, bila maji mushkila. Hiyo point namba moja. Namba mbili, maji kuna haya Mwenyezi Mungu aliyotaja yanayotoka mbinguni moja kwa moja, lakini kuna yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu ameyataja anayaweka ardhini kwa njia tofauti tofauti. Akaweka ndani yake, kuna ambayo kwamba ni kupitia mito, ambayo kwamba ni kupitia chemchemu yanatoka, lakini pia kupitia kuchimba sisi wanadamu kwa kitu kinachoitwa sasa hivi kisima, tukapata iliyopo chini ya tumbo la nini, la ardhi. Haya yote aina ya maji ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja. Sasa inaweza kaja maulama wakawa wanasema kwamba hakuna maji yoyote yaliyopo katika ardhi isipokuwa yanatoka wapi? Mbinguni, si ndio? Ndio asili ya maji. Lakini je, kauli hiyo ni sahihi? Je, maji yote yatoka mbinguni? Hapana. Hata hayo ya chemchemu yatoka mbinguni. Asili ya maji yaliyopo ardhini, asili yake ni muluha, ni chumvi chumvi. Labda hapa kuna pointi kwamba ardhi imepata maji kutoka mbinguni kwanza, lakini hayo ya mbinguni yametoka wapi? Yametoka wapi? Yametoka kwenye mawingu. Mawingu yanatengeneza maji kivipi? Kutoka kwa mvuke. Mvuke kutoka wapi? Kutoka chini ya ardhi. Kwa hiyo maji yana circulation ya kutoka ardhini, yanapanda mbinguni, yanashuka chini. Hii ndio sayansi sasa hivi pia imefanyaje? Imethibitisha evaporation. Mvuke unaotoka ardhini ndio unaokwenda kwenye mbingu,
unatengeneza joto kali linatengeneza maji yanashuka maji mazuri matamu chini. Yale maji matamu ndio ambayo kwa Mwenyezi Mungu ameweka kwa ajili ya binadamu maisha, yamsaidie katika maisha yake, ima iwe ni kwenye bwawa au kwenye chemchemo, mingine ayaingize kwenye butuni al-ardh, ayaingize kwenye nini, chini tumbo la ardhi, kwa ajili ya maslahi ya wanadamu. Kwa hiyo tunaweza tukasema maji ni from sea to the sky, then from sky to the earth, kwenda kuja ardhini. Si tumeelewa circulation? Sasa hapo ndo tunapojua Mwenyezi Mungu, hii sayansi ni uvumbuzi tu, hii sayansi ni kuvumbua, lakini sayansi haijafanya chochote kitu. Hii imevumbua, aliyefanya kitu nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ile evaporation kutokea, kwa sababu kwa nini watu wako baharini na kuna wakati kuna ukame? Bahari si ile pale ipo, kwa nini haipeleke evaporation? Kwa nini mvuke hauendi? Si tumeelewana? Kipindi cha Nabii Allah Isa Yusuf alayhi salam, miaka 7 kapigwa nini, ukame. Kipi kilibadilika ikawa wakati wa mwanzo, miaka 7 mwanzo, mvua nyingi, mazao mengi, vitu vyote vilikuwepo, bahari ilikuwa iko pale pale, hakuna historia kuonyesha bahari ilikauka, lakini mto ulikauka, mto Nile ulikauka. Kwa nini ikawa huu mvuke haupandi ukatengeneza maji kawaida? Ni sababu mfanyaji nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukaona hivi vitu vyote ni nature babangu. Ndio maana wewe hata jambo lako lolote ukiamka asubuhi, shukuru Mungu, sio kwa sababu wewe una afya, shukuru Mungu kwa kuamsha. Kwa hiyo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Hapa imekusudia maji yanatoka mbinguni, lakini asili ya maji yanatoka wapi? Yanatoka ardhini. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waanzalna minas samai ma isharatun ila alma'i al'adhb, maji matamu. Hakuzungumza maji ya bahari hapa, lakini japo tuliposema asili ya maji matamu ni nini? Ni maji ya bahari. Asili ya maji matamu ni maji ya bahari. Uwepo wa bahari na kutengeneza mvuke wake ndio maji yakapanda juu, alafu ile mvuke kupanda juu katengeneza maji, na kwamba yale yaliyoshuka ndio kwamba tumefanyaje, tunaendelea kupata nayo manufaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, kwamba sisi kuyaondoa haya maji ni wenye uwezo nayo. Kule ukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu ni mwendeshaji wa mambo, na kama tulivyotangulia kusema, sio kwamba hivi vitu ni nature. Kwenye aya ya Surah Al-Mulk Mwenyezi Mungu asemaje? Qul ra'aytum min asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Itakapofika siku kwamba maji yenu yamepotea ardhini, yamekauka chini, kila mkichimba hamyapati, yametoweka, nani atakakuleteeni maji yanayomiminika? Nani? Umechimba, kila ukichimba kisima maji hakuna, utendao? Mwenyezi Mungu ndiye anayeleta maji. Katika tafsiri ya aya hii iko kauli imepokelewa kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika asili ya maji yaliyoanzishwa kupitia uwepo wa mito, kuna baadhi ya mito ililetwa kutoka peponi, daraja ya chini ya pepo, mito mingine ililetwa kama kuanzia maisha yetu. Riwaya hii imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema anzala Allahu azza wa jalla min aljannati ila al-ardi 5 anhar, ameshusha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni kuja ardhini mito 5, akahitaji. Kwa kwanza Sayhun, nayo ni Nahrul Hind India, wa Jayhun wa huwa Nahru Balkh. Hii Jayhun iko Afghanistan,
mto wa Balkh, lakini ikatajwa iliyoko Iraq ambapo kwamba ni Dilja na Furat, minne jumla, na watano ni Nahru Nil. Wapi? Masr. Naam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anzalahu Allahu ta'ala ala min ainin wahida min uyuni aljanna. Mwenyezi Mungu ameishusha hii mito kutoka katika chemchemu moja tu katika chemchemu za peponi, fi asfali daraja min darajatiha ala janahi Jibril alayhi salam, kutoka katika daraja ya chini ya zile pepo zikiwa zimeletwa na Jibril alayhi salam. Faustadaha aljibal wa ajraha fil ard, kaziweka katika majabali na akaimiminia katika ardhi. Wajaala fiha manafi'a linnas fi asnafi ma'aishihim, akajalia iwe ndani yake kuna manufaa ya watu katika maisha yao ya aina mbalimbali. Wadhalika qawluhu jalla thanauhu, hiyo ndio maana ya kauli yake Mwenyezi Mungu alisema, wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, kwamba sisi juu ya kuyaondoa haya maji mkabaki hamna maji, mna ukame tu, wenye kuweza. Hii mbali na kuonyesha full power alionayo, lakini pia maana yake ni tahdid, ni kama kututisha. Usifike mahali ukajiamini ukaona kwamba kama kila kitu kitaenda kama kilivyo tu, hakina mabadiliko. La, unaweza kufika mahali ukawa utafuta tone la maji na ukawa hakuna. Kutokana na maji hayo Mwenyezi Mungu anasema sasa, fa ansha'na lakum bihi, tukakuanzisheni nyinyi kwa maji hayo kwa ajili yenu nyinyi, kwa maslahi yenu, jannatin min nakhilin wa anabin, kama mnakuwa na uwezo wa kuwa na mabustani ya mitende na mizabibu. Lakum fiha fawakihu kathira, katika hayo mabustani muna matunda mingi. Wa minha ta'kulun, katika hayo mnakula. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hapa kwamba maji ni sababu ya uhai wa kila kitu, kuanzia sisi wanadamu na mpaka kwenye uhai wa wanyama, wadudu, kila kitu, lakini pia uhai wa miti ambayo kwamba ndani yake kajalia mingine sisi tunakula, sio yote tunakula, mingine tunakula sisi. Katika hayo sasa imetajwa hii ambayo kwamba imezoeleka, ambayo kwamba ndio kama kipindi kile ambacho kwa mtume yupo hapo, imetajwa mitende na zabibu, ndio iliyozoeleka sana, lakini maana yake kwamba inakusanya hiyo na isiyokuwa hiyo. Kwa hapa kwetu tunaweza kusema ingekuwa kama tumeshuka kwetu, katushushia nini, nazi, katushushia mchele, katushushia hiki, tukita vile vinavyotuzunguka. Lakini vile vile kuna aina fulani tunaweza tukasema, kwa nini imetajwa hii kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si hata huko Maka na Madina hakukuwa kwa labda tende na zabibu ndio pekee, si viko vyakula vingine? Kwani kuna mwaka watu hawatumii ngano, au kuna mahali watu hawatumii mchele? Kila mahali lazima itumike hii, ndio chakula kikubwa. Lakini hivi ni ashrafu, vyenye heshima zaidi. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, lakum fiha fawakihu kathira, ndani yake kuna matunda mengi. Matendo ni mengi mno, lakini labda nikuulizeni, nani labda ashajua aina za matunda ambazo kwamba mwanadamu azijua? Sio zote maana kitozijua. Wewe unazojua na wewe hapa sokoni tuzafika ngapi? 100 zafika hapa sokoni kwetu, aina za matunda zafika 100? Hazifiki 100. Ukianza kuzihesabu ukifika 20 mwanamume hapo. Mingine utataja mboga, lakini sio matunda. Utataja mboga na tataka matunda. Tukizungumza tunda, unajua maana kitunda ni nini? Je, kwa hali tukizungumza hapa kwa hayo unayoona na yale unayoona kwenye picha, yatafika matunda kiasi gani? 50 zaidi? Haifiki? Mimi niambia 50 zaidi, niende kidogo juu, wewe unashusha chini.
matunda ambayo kwamba mpaka sasa wanayajua wanadamu wanaoyaona, ambayo kwamba wanaona yanaliwa na wameyafikia wanakula. Sikwambie ndio kwa maporini wanaokula wadudu tu na nini na wanyama. Matunda zaidi ya 2000 aina zaidi ya matunda. Mwenyezi Mungu ni mkubwa baba. Aliposema kila kimizungu kwamba adhabu kubwa, ujue hiyo ni adhabu kubwa mno. Kwamba hiki ni kingi, ujue ni kingi mno. Na tule mfano sana, mtu aliyezoea kushika trilioni 1 nini, siku akikwambia nimepata hasara pesa nyingi, ujue babangu hiyo si chini ya hiyo trilioni. Wakati wewe hapo hasara ni 1 wagaragara waumwa. Kwa hiyo mkubwa akitaja jambo mkubwa ujue mkubwa sana. Hapa Mwenyezi Mungu kataja yeye kwamba mafununda ni mengi. Haya ni yale yanayojua mwanadamu tu. Sasa alafu angalia mfano tende kama tende, wewe wala tende tu, lakini aina za tende zilizopo duniani wataraji ziwe ngapi? Hata kama tofauti zao zio na ndogo, lakini hii sukari yake zaidi kidogo, kubwa ndogo nini, yafika 400, zafika 400. Haya basi, huko tende sio kwetu. Nitajie aina za maembe. Sisi wataalamu tuko pwani, maembe unayojua wewe yaiko aina ngapi? Haraka mtu ambaye kwamba anahesabu, mtu ambaye kwamba pengine 20 7 au 10. Sasa hivi unaoona wewe hapo. Haya, tuweke na wale ambao kwamba wewe ni hujaona, naweza kufika maembe mangapi? 25. Huyu kataja idadi ambayo kwamba sijaiona mahali, lakini niliyoiona mimi kwenye maandishi 1000. Aina za maembe 1000. Kama India peke yake karibu unaende aina za maembe karibu 400. Kuna mtu ana shamba ana aina 40 za maembe, ukifika unafanya utalii afu onjesho ununua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo aina moja, alafu akawa mimi nitaja matunda kiasi tu ambapo tumeta maembe tuliyozoea na hizo zabibu na mengineyo kila aina. Naam, huko Thailand kuna embe, mzee anatukumbusha hapa, kuna embe bichi ukila tamu. Wewe mwenzako kila embe bichi usikia kakasi kidogo, basi yeye wewe ukila utasikia tamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rehema zake kwa mwanadamu, ili mradi yani upate maisha mazuri. Wewe yeye apata faida gani zaidi ya kwamba wewe bahati mbaya hizi neema zake wazitumia vibaya, wamsahau. Hizi neema zake wazitumia vibaya, wamuasi. Hasa wacha kumsahau, wafanya kibri, waliyadhu billah. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. tukakufajieni nyinyi, tukakuanzalisheni nyinyi kwa maji hayo mabustani ambayo kwamba ni ya mitende na mizabibu. Lakum fiha fawakihu kathira, nyinyi mnampata humo matunda mingi kabisa. Wa minha taakulun, na katika hayo mnakula. Wa shajaratan, na mti ambao kwamba takhruju min turi Sina, unatoka katika mlima wa Sina. Tambutu biduhn, unatoa mafuta. Wa sidghin lilakilin, na pia ni kitu kama kiteweo kwa wale wanaokula. Hapa waliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala shajaratan, mikusudiwa shajaratu zaitun, mti wa zaitun. Bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kautaja huu kwa hikma yake. Kwanza ni mti ambao kwamba kama uliobarikiwa. Pili, ule kupandwa kwake, kuangaliwa kwake, kuishi kukua kwake hakuhitaji nguvu kubwa ya mwanadamu. Ni kama vile mkonge ukiuchimbia, ukiukita wa uachia wakua tu. Lakini huu
mzaituni nao mashaallah, mkonge ni kitu matumizi, sio chakula, lakini zungumza zaitun. Zaitun Mwenyezi Mungu amejalia ndani yake ni mtu uliobarikiwa, kwa maana tunda lenyewe mpaka vilivyomo ndani yake na matokeo yake. Mti wenyewe kuupanda ni rahisi, unakuwa wenyewe, hauhitaji nguvu kubwa ya kuangaliwa, na bali mwaka mzima unabaki kijani au kauki, daima unakuvutia. Na maulama katika sayansi wametaja mambo mengi kuhusu, wamegundua nini kuhusu, kwa nini kukatajwa zaituni. Wamegundua ndani yake vitu vingi sana, katika kwanza chenyewe kama chakula, lakini vile vile protini nyingi sana, calcium, chuma, ambapo vyote hivi ni nzuri, ni vitu muhimu katika afya. Tunda hilo hilo Mwenyezi Mungu akajalia vitamin A, vitamin B vimo, lakini pia maarufu sana zaiti zaituni, mafuta ya zaituni, ambapo kwamba haya kiafya, kuanzia kupaka kimwili na kulainisha viungo, hata kunywa kwenda kusaidia viungo, hata kwenye mapishi, ndio mafuta salama zaidi, zaiti zaituni, mafuta ya zaituni. Na vile vile yanasaidia mpaka havu, digestion, kumumunya nini, chakula, na inasaidia sana afya ya ini, zaiti zaituni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataja, sio kwamba kuna ni pekee, ni vingi mno ambavyo kwamba vina manufaa na mwanadamu huyu, lakini kataja hii kama mfano tu. Lakini ukienda kwenye sayansi, kila tunda likifanyiwa fahsi kwamba linafanywa kazi fulani ya utafiti, utatolewa manufaa mingi sana kwa mwanadamu ya tunda hilo, mingi mno. Hii yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta kwa makusudi. Wa shajaratan takhruju min turi Saina, na mti ambao kwamba utokao katika mlima wa Sina, tambutu biduhni wa sudghin lilakilin, unatoa mafuta na pia ni kama kiteweo kwa walao. Inshallah, hizi ni baadhi ya ayati ambazo kwamba zinazungumzia upande wa maji mpaka ardhi na matunda na vyakula tunavyovipata. Aya inayofuata, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathira wa minha ta'kulun. Na mpaka kwa wanyama wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwekea ndani yake manufaa na tunapata ndani yake mambo mengi. Hiyo ndio aya ambayo inshallah tutaondokea nayo darasa ya kesho inshallah. Kwa leo tumalizie hizi dakika chache zilizobaki, maswali mawili matatu biidhnillah ta'ala. Swali la kwanza kabisa, huyu mwanamama huyu anasema alitoka na watoto wake wadogo, alikwenda hospitali, akaenda kuacha kwa bibi yao, kwa watoto wake, maana hawezi kwenda na watoto hospitali. Kwa hiyo akachukua watoto wake akawaacha kwa familia yake, kurudi akawapitia. Katika wale watoto wako hao watatu. Hawa watoto watatu, mmoja ndio mdogo, ananyonya bado. Kwa hiyo alipofika tu kufunga vioo nini, akatoka na yule akaingia ndani kwenda kuwahi kumnyonyesha, na ilikuwa tayari inafika saa 9 mchana tena. Kwa hiyo kuingia ndani kiasi kwa amenyonya na amelala, saa 10:15 anashtuka, wale watoto kuja tukawaangalie wapi. Kawaida kipindi kile wanakaa na bibi yao, anaishi na bibi na mkwewe pale. Kufika mza bibi, wapi mtoto? Hajakuja leo hapa. Amuuliza yule, maana baada ya kutoka kwenye gari akamwambia msaidizi wa kazi wa nyumbani, nenda kachukua watoto walete ndani, mimi nakimbilia kumnyonyesha huyu. Yule kweli akaenda, lakini alipofika kule akamkuta mtoto mmoja yuko nje ya gari na milango imefungwa. Nini atategemea? Na maana yule watu mwingine hakuletwa, kaletwa huyu. Kwa hiyo akamchukua yule mtoto mmoja akamuingiza ndani. Sasa yule watafutwa, akaonekana mmoja, yule pili haonekani. Yule mama akarudi kwenye gari yake. Kurudi tu kufungua loki, mtoto yuko ndani. Shakufa.
Mtoto kakosa pumzi, maskini, joto nini, kafa mtoto, hakuwa na akili atoe loki, atoke, ni mdogo, kwa kafa. Mama auliza, pana jambo hapo? Hiyo hali ya mama isikusumbue kwamba tutoe hukumu gani, maana hapo atakuwa kama mwenda wazimu. Kwa kama kaua mwanawe, basi hapo kwa kweli ana hali mbaya sana. Tunajua ni hisia za mzazi wa kike kwa mtoto wake, lakini mwisho yote lazima ajisalimishe kwenye amri ya Mungu. Auliza nini hukumu yake? Na kwanza tukianza, je, kafara ipo au haipo? Kafara ipo, kafara ipo, hiyo ya kwanza. Je, fidia ipo au haipo? Ipo, ipo. Atatoa fidia, toa fidia, watarithi wale ambao kama ni warithi wake yule mtoto bila yeye. Lakini hapa lazima tuhakikishe kwamba huyu mtoto iwe amekufa kwa sababu ya uzembe ule mama, ni kwa sababu ya uzembe wa mama. Mfano kama pengine aliwatoa, afu mtoto akarudi akajifungia mwenyewe, itakuwaje? Hapo pana uzembe wa mama? Hapa pana uzembe wa mama. Pengine walitolewa wote wale, yule akasema ngoja mimi nirudi, na yule hakumzuia wala nini, akarudi ndani akajifungia akalala. Yule akija akiona hamna kitu, kumbe kalala chini. Atatiaje loki wakati ametaka alete mfanyakazi au msaidizi wa nyumbani awatoe wale watoto? Maki alipoingia tu kamwambia msaidizi wa kazi, nenda kachukua watoto wawili wale, akuwatoa. Lakini alipofika pale yule mfanyakazi au msaidizi wa nyumbani akamkuta mmoja yuko nje na loki zishatiwa, akajua pigi kaletwa mmoja, si tumeelewana? Kiangalia ni ikiwa pana ihmal, kwa hiyo hapo kadhi ndio anayepima ile matokeo. Ikiwa pana uzembe atabeba, ikiwa hakuna uzembe basi hatobeba jukumu. Jingine, ili swali kama la jirudia, lakini kama kujikumbusha baina, yani anasema mtu amefanya ajali miaka mingi ikapelekea kufa mama yake na mtoto wa ndugu yake, baadaye ikathibitika kwamba kosa ni la dereva wa pili. Je, kuna chochote kinamlazimu? Umeendesha gari halafu ikatokea mtu manake akatoka kwenye barabara kubwa kukugonga nyinyi, mkaacha njia kwenda bondeni, kaua hao. Je, wewe utakuwa kama dereva unadhima? Mimi natembea na gari yangu spidi 100, nimeruhusiwa, niko highway, katokea mtu huku kwenye kutoka barabara natoka barabara ndogo za pembeni, kanigonga, ikanifanya ima nirushwe niingie bondeni au kanifanya ni lose control nikaanguka bondeni. Kosa langu hilo Ikiwa itathibitishwa kosa si langu, kwamba mimi bado mimi nilikuwa nina uwezo, kama sio kugongwa kule, nilikuwa bado ninatahakam, nina control gari, sitakuwa na jukumu la kifo cha yule kule, ndio atabeba jukumu. Swali nyingine asema, nilipokuwa naendesha gari ni kadari ya Mwenyezi Mungu imehukumu, nikasinzia, kapata lepelepe losi, nikagonga ngamia, kagonga mfano ng'ombe. Huko kwetu ndo ng'ombe wengi,
tukagonga mnyama mkubwa, ng'ombe mkubwa mzito. Nilikuwa na mama watoto wangu na binti, mke wangu akafariki na alikuwa mjamzito, mimba ya miezi 6. Yeye na binti yake hakupata majeraha makubwa. Nini kwa upande wake kisheria kinamlazimu kwa upande wa kifo cha mke wake, na nini hukumu ya yule janin? Sasa tunachokizungumza hapa ni ile mtoto aliyeko tumboni, nini hukumu yake? Je, ana jambo ambalo kwamba atakiwa afanye? Tukianza na maisha ya yule mke, kama kusinzia yeye, kulala wakati anaendesha, ni uzembe au sio uzembe? Uzembe. Kwa hiyo hapo hana pa kutokea. Kwa hiyo lazima alipe kafara ya kufariki nani? Mke wake. Na vile vile kuhusu yule mtoto aliyoko tumboni, hali je, anakuwa ni kama nafsi nyingine au anakuwa covered na nafsi ya mama? Sisi tumeelewana? Kwa maana ilitegemewa awe kiumbe yule ndio ameshakufa yule kwa ajali ile, nitalipa kafara ya mama na kafara ya kiumbe ambacho hakijazaliwa. Aljawabu, ama aljanin, ama kile kiumbe ambacho kiko tumboni, fama lam yanfasil an ummihi, madama hajatoka tumboni kwa mamake, fa hukmuhu hukmuha, hukumu yake ni hukumu ya mamake. Kwa hiyo anamezwa na hukumu ya nani? Ya mamake. Ai la yatarattabu alayhi binafsihi shay, haishiki chochote, hakuna hukumu yoyote kama yeye kile kiumbe kwamba pana afanywe jambo. Kwa hiyo madam utalia fidia ya mama, ndio itakuwa ni fidia ya yule kiumbe kilichopo katika tumbo. Swali jingine anasema kabla ya mwisho, swala la kuwa unalipa fidia na kuwa unafunga miezi 2 mfululizo, hali je, kuna inayotangulia na moja kuchelewa? Na kama kuna inayotangulia na kuchelewa, ipi inatakiwa itangulizwe, ipi ichelewe? Naam, fidia inatangulia. Je, kama huna wakati ule, na maana usifunge mpaka umalize kulipa fidia? Hakuna farka baina yao. Ukiwa utaanza na fidia sawa, umeanza na funga sawa, almuhimu ni kwamba vyote vijua hivi viko kwenye dhima yako basi. Hiyo ukianza kufunga alafu bado huna fidia, wakati umeipata fidia hata kama ni katikati ya zile funga zako, utafanyaje? Utalipa ile fidia. Naam, mtu ameuliza hapa kwamba amekwenda ametumwa kuna tank raiser, sehemu ya kuwekea tanki la maji, ambayo jaza maji huko, kaenda akajaza maji, mtoto chini acheza hapa, bahati mbaya katika mwaga maji likacheza lile, hakuliangusha, lenyewe limekosa balance tu, yekaambiwa ajaze maji, kajaza, limeanguka, limeua mtoto chini pale. Je, atabebeshwa jukumu la kulipa kafara na fidia? Naam, lakini kama hakujaza maji lingeanguka lile, ni bahati mbaya. Hata yule anagongwa barabarani, ni bahati mbaya. Yule asingepata kujaza maji, lile tenki lilikuwa limetupaa salama pale juu, manake ni kwamba amesababisha. Nafsi ghali, nafsi ni kitu thamini, nafsi zimezunguka leta sheria kutuzilinde. Ni mpaka Mungu aliposema anayehuisha nafsi ni kama amehuisha nafsi zote, na anaiua nafsi ni sawasawa ameua nafsi zote. Kwa unaendesha gari, unaendesha chombo cha moto chochote, pikipiki, baskeli, gari, kwa makini na uhai wa watu.
na ndio maana ukiua kwa makusudi na wewe uwawe, hakuna kingine. Mwenyezi Mungu mpaka akasema katika kisasi ndio kuna uhai, kuna maisha, kwa sababu kama sio kwa hakuna kisasi watu wasingejali kuua. Bahati mbaya hapa serikali sasa hivi kuna hii siasa za cheza mpaka inafika mahali masuala ya kisasi yataka yaondolewe. Kwa wale ambao kwamba wamethibiti kwamba wameua na wakakiri, sheria ya dini inalazimisha wafanywe kisasi mpaka labda wale watu wake wafanyeje, wasamehe. Sasa unakuta katika sasa hivi unaona yatajwa sana hata kiserikali, watu wamehukumiwa, wamethibitishwa bila kujali usahihi wao au wa nini, lakini ili kuwa wasema bana kunyonga mtu kwa kuwa kaua, unavunja, sikwambii wavunja katiba ya serikali au ya nchi, unavunja msingi mkuu wa maisha ambao Mwenyezi Mungu kauthibitisha uwepo kwa sasa. Na la mwisho, mtu kaendesha gari na abiria zaidi ya watu wawili na watu wanne, wakafa, akapata ajali, wakafa wote wanne, wakafa watu wote wanne, akabaki yeye, kafara yake inakuwaje? Miezi 8, kila maiti miezi 2 mfululizo, kila maiti miezi 2 mfululizo. Hakuna kwamba na nafsi, kila nafsi ina kafara yake na kila nafsi ina nini, ina fidia yake. Na fidia tutakuja hiyo na thamani ni mamilioni, sio la milioni 1, 2, 3, mamia ya mamilioni. Naomba Mwenyezi Mungu salama atulinde na ajali za barabarani na kusababisha kifo cha mtu yoyote. Allahumma amin. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mu'ayyadan ma'suma wa la tadafina wa la min bainina shaqiyya wa la mahuma. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه وجهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحفظه وحسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ووجد ذكرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.